Mpasha habari wenu nimerejea tena kuwapasha habari ambazo zimeendelea, kwa sababu niliwaahidi kuwa nitakuwa nikirejea mara kwa mara hapa kuwapasha kila kinachoendelea. Mtaniwia radhi mnaotaka nizungumze muda mrefu sana. Hapana, nitakuwa ni dakika 15 zinatosha kuzungumza na kujadili yale yanayoendelea, halafu tunaendelea na mambo mengine. Nikizungumza sana utanichoka pia. Yes. Nafikiri nitazungumza mambo matatu ambayo yametokea kwa muda huu. Toka nimemaliza kuzungumza na wewe katika video yangu ya mwisho, kuna baadhi ya mambo yametokea. Tumeona kuna kile ambacho kimetokea Kuwait kule, kudondoka kwa ndege za Kimarekani. Naweza kusema kudondoka kwa ndege za Kimarekani kwa sababu si ndege moja iliyodondoka, na zimekuwa mfululizo wa ndege. Idadi ya namba bado haijatakiwa kutajwa au hawajataka kuitaja wa Marekani wenyewe kiasi gani za ndege zile zimedondoka, lakini video moja imekuwa ikionekana ya ndege ikianguka, ndege ya F-15 ya Kimarekani ambayo ilikuwa ikiruka na kuanguka. Tukio hilo limeendelea katika baadhi ya ndege za Kimarekani za kijeshi, zile F-15, na namba inatajwa na baadhi ya vyanzo vya mbalimbali kuwa ni zaidi ya ndege 5 ambazo zimepata hitilafu hiyo. Awali taarifa hiyo iliyotoka na taarifa iliyotolewa na baadhi ya vyombo vya habari vinavyounga mkono upande wa pili wa Irani vilidai kuwa kulikuwa kuna mashambulizi ya Irani ambayo yalikuwa yameshambulia ndege hizo na kupelekea kudondoka kwa hizo ndege, lakini taarifa baadaye ikakanushwa na upande wa Marekani, wakasema kuwa ilikuwa ni sehemu ya ajali tu kama ajali nyingine. Lakini kuendelea kudondoka kwa ndege hizi ndio kumezua maswali, na baadhi ya vyombo vya habari au baadhi ya mitandao sasa inahusisha kikosi cha Handala ambacho kinafahamika pale Mashariki ya Kati kwa kazi, kikosi ambacho hudukua sana taarifa mbalimbali hasa za Israel. Kikosi hiki kinatajwa kuwa kinafadhiliwa na baadhi ya serikali ya Irani au kinafadhiliwa na baadhi ya wanasiasa wa Irani, na kimekuwa na kazi maalum ya kudukua na kuharibu baadhi ya mifumo mbalimbali, kuingilia masafa na kuingilia masuala ya teknolojia. Sasa hili tukio bado ambalo Marekani hawajafahamisha ulimwengu hasa ni kipi kimetokea kwenye ndege zake ambazo zimekuwa kila zinapojaribu kuruka na zikifika kidogo juu zinakuwa kama inatokea kama shambulizi, lakini inaonekana kama vile ina shoti kama moto unaibuka na ndege inashuka chini. Kwa hiyo hilo tukio limetokea kwa ndege kadhaa, japo kwa Marekani hawajataja kabisa idadi kamili ya ndege ambazo zimetokewa na tukio kama hilo, lakini ni idadi kadhaa ya ndege ambazo zimekumbana na kadhia hiyo. Baadaye Marekani watatuambia kuwa kwa nini ndege zao zimefikia hivyo na kwa nini tukio linatokea katika ndege ambazo zinaaminika kuwa ni moja ya ndege nzuri katika uwanja wa vita. F-15 ni zao la ndege za Kimarekani ambazo ndio ndege zinatumika zaidi kwenye vita, na Marekani amezileta kwa wingi pia hapa kwa sababu ni ndege ambazo hata Israeli huzitumia, na ni ndege ambazo Ukraine pia anazo kati ya F-15 na F-16 ambazo ndio wamekuwa nazo. Sasa tukio la pili ni tukio ambalo limeandikwa kwenye vyombo vya habari kadhaa vya Irani, nimenukuu kutoka kwenye Tasnim News ambayo inasema kuwa moja ya meli ambayo moja ya meli ya usaidizi ya kijeshi ya Marekani imeshambuliwa na droni ya Irani ambayo imeleta madhara makubwa katika meli hiyo, japokuwa upande wa Marekani bado haujathibitisha, lakini kuna video ambazo zimevuja na zimeonyesha kuwa ilikuwa imeshambuliwa, lakini Marekani bado hawajathibitisha hilo, japokuwa upande wa pili wa Irani wanadai kuwa wameshambulia zaidi ya hiyo meli. Kwa hiyo taarifa hii pia na yenyewe imekuwepo katika kipindi hivi, lakini taarifa nyingine nitaizungumza kwa kidogo hapa, kwa nitaitolea na ufafanuzi. Ni taarifa ambayo imetolewa na Saudi Arabia, ambayo Saudi Arabia ilikuwa inakanusha. Ni taarifa ambayo nilizungumza awali. Saudi Arabia ilikuwa inakanusha taarifa za kuwa yenyewe ilichochea Marekani na Israeli kufanya mashambulizi katika ardhi ya Irani. Taarifa hii iliandikwa na baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani, lakini imeandikwa na gazeti la Washington Post, lakini nadhani iliandikwa na WSJ pia, na baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani viliandika. Lakini taarifa hii pia iliandikwa na senator wa Marekani, senator wa Vermont, Bernie Sanders, kupitia akaunti yake ya mtandao wa X, naye pia aliandika hii taarifa kuwa Saudi Arabia na Israeli zilikuwa zinaichochea Marekani iweze kuishambulia Irani. Taarifa iliyotolewa na ufalme inakanusha taarifa hii, na wanasema kuwa Saudi Arabia haiwezi kufanya tukio hilo kwa sababu Saudi Arabia imekuwa wanasema kuwa imekuwa ni sehemu ya kutafuta
amani ya kidiplomasia, imekuwa sehemu ya mchakato wa diplomasia. Kwa hiyo anasema haiwezi ikashiriki kwenye suala kama hili au haiwezi ikashiriki kwenye tukio kama hili. Kwa hiyo inakanusha taarifa ambayo imenukuliwa na vyombo vya habari kadhaa vya Marekani ambavyo vimetoa. Nitaizungumza kidogo hii kwa engo ya Saudi Arabia. Kiasi fulani, unajua haya yanahusishwa, Saudi Arabia inahusishwa, na leo tumeona kuna tukio la drone ambazo zimeshambulia upande wa pili wa Saudi Arabia, kwenye refinery ya mafuta ya Saudi Arabia imeshambuliwa, tumeona, na moshi mkubwa umefuka, na bado taarifa hazijathibitisha kuwa nani ameshambulia, ni Wahuthi wameshambulia au ni droni za Irani ambazo zimeshambulia moja kwa moja upande wa pili wa Saudi Arabia. Sasa Saudi Arabia ambaye ndio msambazaji mkubwa zaidi wa mafuta duniani, na tunazungumza kuwa anaingiza pipa milioni 11.5 sokoni kila siku, na asilimia 35 ya mafuta yake yanapitia upande wa takriban asilimia 35 yanapita kwenye mfereji wa Hormuz kule. Manake kuwa unazungumza kuwa Saudi Arabia kuwa refinery imeshambuliwa, lakini pia usambazaji wake, njia yake au baadhi ya usambazaji wake itakuwa na hitilafu ya Hormuz. Manake kuwa jibu ni moja tu linakupa kuwa soko la dunia litakuwa na mafuta ambayo yamepanda sana bei, yani ufikiaji wa ulimwengu wa mwisho itakuwa kazi, yani ulimwengu wa tatu au sehemu yote duniani itaathirika moja kwa moja na usambazaji wa mafuta, kwa sababu huyu ndio msambazaji mkubwa wa mafuta. Sasa Saudi Arabia wanaposema kuwa hatukushiriki, sisi hatujaichochea Marekani katika hili, kuna maswali ambayo unapaswa tujiulize kuwa ni kweli Saudi Arabia wamekuwa hivyo au tofauti? Yes. Ukirudi kwa siku za karibuni, na nimewahi kulizungumza mimi kupitia magrupu yangu mbalimbali, nawaambia kuwa ukitazama Saudi Arabia mara kadhaa amekuwa toka vita ya Yemen, naweza kusema toka vita ya Yemen ya mwaka 2015 ambapo Saudi Arabia aliwaingiza washirika wake, nchi nyingi za Kisuni ziliingia kwenye mgogoro huu na zikawa zikipambana na wale Wahuthi wa Yemen ambao walikuwa wakisaidiwa na Irani, na Saudi Arabia akawashirikisha washirika wake wa Gulf au Gulf States ambao walikuwa wanashirikiana katika ile vita ya Yemen, kasoro Oman hawakupeleka vikosi vyao, lakini nchi hizi zilikuwepo. Qatar aliondoa vikosi vyake mwaka 2017 baada ya mgogoro na ndugu zake, baada ya kuonekana kama kuwa Qatar ilikuwa na uhusiano mzuri na Irani. Kwa hiyo wakamtenga na wakamweka pembeni. Kwa hiyo Qatar aliondoa vikosi wakati huo, lakini Kuwait, Bahrain na nchi zingine zilibaki, na ndipo ambapo Saudi Arabia ilichukua vikosi pia vya RSF kule Sudan kuvipeleka kwenye hiyo vita. Hata vikosi vingine vilichukuliwa, vilikuwa ni vya Senegal, ambapo Senegal ni moja ya nchi yenye idadi kubwa zaidi ya Waislamu barani Afrika na ni Wasuni, lakini pia ilichukua vikosi kutoka Bangladesh kwenye mzozo huo wa Yemen. Toka wakati huo walivyofikia makubaliano ya kwenye meza, Saudi Arabia imekuwa naweza kusema Saudi Arabia imekuwa balozi wa mazungumzo ya kidiplomasia. Nitakupa mfano. Rudi kwenye mgogoro ambao umekuwepo Yemen kati ya upande ya huku STC na washirika wake. Saudi Arabia imejaribu kutatua ule mgogoro kwa njia zaidi ya meza, yani zaidi imekuwa ikizungumza kupitia meza, na mara kadhaa imekuwa ikikongwana na UAE katika njia ya meza. Hata vikundi kama vya STC vilipoenda kuchukua kusini yote ilivyoenda kuchukua kusini mwa Yemen, wakateka yale maeneo kama Al-Mahra na maeneo mengine, Saudi Arabia iliwaita UAE kwenye meza ya mazungumzo, ikahakikisha kuwa hili swala linamalizwa kupitia meza ya mazungumzo. Lakini nini kilichotokea? Ilikuwa ni ubishi, ndio Saudi Arabia ikabidi itumie nguvu kuondoa vile vikosi ambavyo vilisema kuwa haitaki vikae kwenye mpaka wake. Lakini utaona kuwa karibu tangu wamefikia makubaliano na Wahuthi, Saudi Arabia imekuwa ikiepusha sana mzozo wa moja kwa moja, mzozo wa silaha imekuwa ikiepusha, haitaki mzozo wa namna hiyo. Utakumbuka kabla ya ziara ya Donald Trump mwaka jana mwezi wa 5 alitembelea, mwezi wa 5 wa 6 alitembelea Saudi Arabia, akafika Qatar, akaenda UAE. Utaona kuwa Saudi Arabia kabla ya ile ziara kulikuwa kuna mashambulizi ambayo yalikuwa yanafanywa na Wahuthi wa Yemen, lakini kwa ushawishi wa Saudi Arabia ambao alizungumza na Marekani kabla ya ile ziara, Donald Trump alitangaza kuwa amefikia makubaliano na Wahuthi na hatoshambuliana, na akasaini makubaliano kuwa waache uhasama. Hiyo yote ilikuwa ni pressure ambayo ilitoka upande wa pili wa Saudi Arabia. Kama utakumbuka kuwa katikati ya huu mzozo wa 12 days war, huu mzozo wa hivi sasa karibu na vita, ilikuwa wakati wa maandamano ya Irani. Maandamano yalikuwa makubwa, karibu wanafikia Marekani alikuwa anataka kushambulia, na baada ya vyombo vya habari vikaandika kuwa Saudi Arabia, Qatar pamoja na UAE na Saudi Arabia, Qatar na Oman zilimkataza Donald Trump kuwa usifanye mashambulizi, tuna meza ya mazungumzo unaweza. Kwa hiyo unaweza kuona pia tu hapa Saudi Arabia pia waliingia, na hili naweza nikaipigia mstari kwa sababu kauli iliyokuja ikatoka baadaye, ilitoka kauli ya Senator Senator Lindsey Graham
ambaye alishutumu Saudi Arabia akasema kuwa tutaangalia uhusiano upya, yani akasema Marekani inapaswa iangalie uhusiano wake mpya, yani upya iangalie uhusiano wake na washirika wa Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia, kwa sababu Saudi Arabia imeizuia Marekani kufanya mashambulizi ndani ya Iran. Maana yake kwa inaonyesha Saudi Arabia iko upande wa Iran. Ndicho alichokisema Senator. Lakini juzi Lindsey Graham alipotembelea Israeli, kama mnakumbuka, ilikuwa ni wiki 2 zilizopita, akatoka Israeli akaenda UAE. Wakati yuko Israeli alishutumu pia Saudi Arabia, lakini wakati huo alivyoenda UAE akamshutumu Saudi Arabia, kumwambia kuwa Saudi Arabia imeamua kuwaachia wanaharakati wake, au imewaachia watu wa Saudi Arabia kukosoa utawala wa UAE, kumuita MBZ Mohammed bin Zayed kuwa yeye ni mzayuni, akawa anaionya Saudi Arabia. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa ni kama Saudi Arabia ilikuwa inapigwa vita katika kipindi hiki. Lakini nimewahi kuwauliza kuwa kwa nini shutuma nyingi zinazoelekezwa kwa Saudi Arabia huwa zinaandikwa na magazeti ambayo yanamilikiwa zaidi na wazayuni? Kwa unaweza ukapata picha kuwa huenda kuna kitu kinatafutwa katika ulimwengu. Nitakukumbusha 12 days war, baada ya kumalizika ile 12 days war, gazeti la Israeli lilikuwa ni Channel 12 nadhani ya Israeli ndio iliandika, pamoja na Hayom iliandika kuwa Saudi Arabia ilikuwa imeruhusu anga yake kupangua makombora yanatoka Irani, au iliruhusu ardhi yake itumike dhidi ya, au iliruhusu ndege kujaza mafuta katika ardhi ya Saudi Arabia na kushambulia upande wa pili wa Iran. Huo ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel viliandika hivyo. Sasa niliwahi kuuliza mimi swala hili kuwa kama Saudi Arabia iliruhusu hilo litokee, kuwa okay, Saudia mfano ilizuia makombora ya Irani yasiweze kupiga Israeli, sawa, nani alifaidika na hicho kitu? Kwa sababu anayefaidika moja kwa moja na hilo ni kuwa ni Israeli, ndio anazuiliwa. Kwa hiyo kama Saudi Arabia inaweza ikatoa mafuta kwa ajili ya ndege za Israeli kushambulia Irani, nani anayefaidika na hilo? Anafaidika Israeli moja kwa moja kwenye hili. Kwa nini vyombo vya habari vya Israeli ambao ni wafaidikaji wa msaada wa Saudi Arabia, halafu wao ndio wawe wa kwanza kuiandika Saudi Arabia? Kwa unaweza ukaelewa kabisa kuwa kitu kinachotafutwa ni kipi kwa hicho. Kwa hiyo kwenye hili la kusema Saudi Arabia sasa wamekuwa sisi hatujashiriki hili kwa sababu hatutaki mzozo wote upasuke, naweza nikasema kuwa ni kweli, naweza nikaunga mkono kwa asilimia kadhaa. Ukinipa asilimia, naweza nikaweka juu ya asilimia 60 kuwa naweza nikakubaliana na Saudi Arabia, hata kama nitakuwa na asilimia 40 ambazo ziko nje, lakini naweza nikakubaliana na Saudi Arabia kutokana na kile ninachokiona, kutokana na ufuatiliaji wangu wa taarifa, kutokana na ufuatiliaji wangu wa habari katika kipindi cha hivi karibuni, kuwa ni kweli Saudi Arabia wamekuwa wakijaribu kutatua matatizo kwa njia ya meza. Wakati Mohammed bin Salman alipotembelea Marekani hivi karibuni, alikwenda kukaa na Donald Trump akamwambia tunataka umalize mgogoro wa Sudani, na pale pale Donald Trump alitangaza kuwa akateua timu ambayo iende kushughulikia mgogoro ule. Ndipo uhasama na Imarati ulipozidi kukolea. Kwa nini ameingilia hili? Kwa sababu UAE unajua kile wanachokifaidika wao kutoka Sudani. Kwa hiyo utaona kuwa Saudi Arabia pia hapa ilitaka kutumia njia ya meza. Lakini kingine ambacho naweza nikapigia mstari kuwa Saudi Arabia walifahamu kabisa kuwa kuishambulia Irani kutasababisha kuzua mgogoro wa kikanda ambao kuwa wahanga wakubwa watakuwa Saudi Arabia. Kama hivi sasa kuwa Saudi Arabia anafahamu kabisa kuwa ikiwa mgogoro utaibuka, Wahuthi ni rahisi kuingia kwenye mgogoro. Kama Wahuthi ni rahisi kuingia kwenye mgogoro, anafahamu kuwa yeye katoka kwenye mgogoro na Wahuthi. Kwa hiyo yeye atakuwa ni sehemu ya target ya hali ya juu. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa ni kweli kuwa Saudi Arabia huenda walikuwa na wasiwasi. Kwa hiyo kwenye hili mimi naweza nikasema mara hii naweza nikasimama upande wa Saudi Arabia na nikawatetea, nikasema kweli Saudi Arabia kwenye hili tunaweza tukaweka pembeni, kwa sababu mara nyingi shutuma ambazo Saudi Arabia anapewa ambazo za usaidizi wake kwa Israeli zinaandikwa na vyombo vya habari vya Kizayuni ambavyo unaweza kusema kuwa vyenyewe vinafaidika na usaidizi wa Israeli moja kwa moja, usaidizi wa Saudi Arabia moja kwa moja unapoelekea kwa Israeli. Maana yake unaweza ukasema tu jambo moja tu kuwa kuna uchonganishi unaotengenezwa hapa katikati ili Saudi Arabia na yenyewe waje juu na wale juu waje kuu. Lengo ni moja tu, kuwadhoofisha wote kwa pamoja. Lengo ni moja. Lengo letu ni kuwadhoofisha wote kwa pamoja, na lengo la kufanya ile kitu kinaitwa Greater Israel kiweze kutimia. Hauwezi kuitengeneza Greater Israel kama Saudi Arabia itakuwa imara, kwa sababu sasa hivi hata kama ikitokea Iran ikadondoka, bado Greater Israel itakuwa ngumu, kwa sababu bado kuna nchi zina nguvu, kuna nchi zina uwezo ambazo zitajaribu kuizuia Israel. Ikiwaje au itakuwaje ikiwa sasa hivi kulivyochafuka hizi nchi zikachafuka zote? Atatufanya Israeli ni vita vya panzi. Yeye atakuwa anapita juu anawagonga tu mmoja mmoja, kwa sababu lengo lake yeye ili aweze kuwa imara ni Waarabu wawe dhaifu. Kwa hiyo kinachotafutwa na vyombo vya habari ambavyo huwa wanaweka taarifa kwa ajili ya kuzilipua hizi nchi zivurugike kabisa, nadhani ulimwengu wa Kiarabu ulipaswa kuamka na kujua kabisa kuwa tunapigana na nani na adui ni nani kwa wakati gani na anataka nini. Kwa hiyo hiyo njia iko wazi kabisa. Kwa hiyo naweza kusema kuwa na mimi ni katika wale wanaopigia mstari kuwa Saudi Arabia kwa hivi karibuni amekuwa sana akitaka kutumia meza kuliko kutumia nguvu katika kutatua matatizo yake. Asanteni.